nifanye kuwa mwaminifu, nisaidie kuwa mwaminifu katika jina la Yesu. Amen. 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 Asiweza kukaa kwenye kiti. Uongozi ni gharama, kulipa gharama kwa ajili ya kundi. Unamwona Daudi anasema wakati mwanakondoo, simba alipokamata mwanakondoo, kwa sababu alikuwa amebeba jukumu la kuwa kiongozi wa kundi, alikubali kwenda kumtoa mwanakondoo kwenye kinywa cha simba. Kuna majukumu wengine mmepewa hayana tofauti na kumnyang'anya simba mwanakondoo kinywani. Wakati mwingine mtalazimika kuacha kazi zenu kwa ajili ya kazi hii, mje mfanye kazi hii ili Bwana afurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na ndilo jambo gumu sana. Kuna wakati mwingine nafasi yako itakuhitaji kuwepo hapa wakati ambao sio rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna option, kwa sababu maandiko yanasema kitu gani kitanitenga na upendo wa nani? Hakuna. Kwa nataka niwaambie mapema, niwaeleze mapema, msiwe watu wa udhuru, msiwe watu wa udhuru, kuweni waaminifu. Kuna wakati mwingine kama ni majukumu mengine tofauti na haya, kwa siku hii utalazimika hata kutafuta namna ya kuweza kuepuka lile jukumu kule uje uwajibike. Haya maisha yako mbele ya maisha haya mengine, ndio kweli halisi, ila shetani anabadilisha ili endelee kukamata kwenye utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kuwa mzembe. Nazungumza na viongozi, usikubali kuwa mzembe kwenye majukumu yako. Usikubali kuwalalia wengine. Simama kwenye zamu yako, fanya majukumu yako. Usisubiri kutumwa. Kutumwa ni utumwa. Wewe kama kiongozi, angalia napaswa kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usichoelewa, usichojua, uliza, uambiwe, usinyamaze kimya. Kwenye yale majukumu ambayo umepewa, kila kipengele unatakiwa kuwajibika kama inavyopaswa. Hello? Zile namba tumeziweka tu, lakini nataka nikwambie tumetofautisha, lakini majukumu ni yale yale, unatakiwa kuwajibika daily. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuhakikisha kwenye eneo lako kuko sawa sawa. Mimi natoa maelekezo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa mwaminifu. Mwaminifu wa muda, mwaminifu wa majukumu uliopewa kuyafanyia kazi. Usisubiri mpaka kuulizwa, na usifanye ambacho ni cha mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukaingilia ofisi ya mwingine mkavurugana. Amen. Otherwise, kwa kuomba na kuhusika, isaidie kwenye eneo hili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa kuyasema haya bila kupoteza muda ama kupoteza wakati, tutaimba tenzi ya rohoni, tenzi namba 67. Tenzi namba 67. Alafu wakati tunaimba hiyo tenzi,
nitaomba watu hawa watapita huku mbele, na utakapopita huku mbele nataka uwe kwenye maombi. Utakapopita huku mbele natamani uwe kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba atapita huku mbele wakati tunaimba tenzi namba 67, lile beti la mwisho kabisa tutakapokuwa tunaliimba. Fungua tenzi namba 67. Waimbaji wako wapi? Kumbele tutakapokuwa tunaimba beti la mwisho. Mwenyekiti wa shughuli zote na maendeleo ya kanisa, mipango na mapato na matumizi atapita huku mbele. Makamu mchungaji kiongozi atapita huku mbele. Mchungaji msaidizi, kiongozi msaidizi atapita huku mbele. Alafu na katibu mkuu atapita huku mbele. Hao watu ninaomba kama umejisikia jina lako utapita hapa mbele. Kwanza tunaanza na hawa, alafu watafuata wengine. Karibu teza rohoni. Imba katika roho. Bwana uliye waita watakatifu, wawe mitume wachunga waishe
nasogea Kanori ya mashata Zenia kanoka maneke tenika mashoni kaleke rosia Rikroba deseketa Nikamano kolia ketene mashoka Nikopranesa katoni ya makana Nemaswate ya kamando Riprana de satana makonya Yeye akaenda Tarishishi akabezwa. Sijui unasema nini ndani yako sasa hivi. Sijui kitu gani kinaongea. Na sijui unachukuliaje jambo hili. Siwazi kama kuna mtu anachukua kawaida. Na watu watano bado mtu mmoja. Makamu mchungaji kiongozi ama mchungaji sogea huku mbele. Najua nilikuwa sielewi kwa nini kuna baadhi ya wachungaji ama watumishi wanateseka, wameshindwa, wanaogopa. Ngoja nikwambie, sio rahisi sana. Sio rahisi. Wasibu katibu na wasogei wasaidizi wao kaa kwenye laini, kaa kwenye mstari tu, kwenye mstari. Katibu ni wewe, Ninamtia Janet Daudi Jackson mafuta kwa nafasi hii ya kukaimu majukumu ya mchungaji kiongozi. Mungu ninaomba ukamtumie sawa sawa na mapenzi katika jina la Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Hosea. Na nimina mafuta juu yake. Ninakusihi Bwana, Roho Mtakatifu kama ulivyokuja kwa mkuhani pia. Anahitaji Bwana nguvu. Anahitaji nguvu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, mtumishi wako Elfaraja Samuel Kitundu unamjua. Namtia mafuta kwa nafasi ya mchungaji kiongozi msaidizi. Mafuta ya Bwana yakaamshi, yakachokoze, yakafungue vilivyofungwa ndani yake, vianze kutumika sasa katika jina la Yesu, kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Bwana, ninamtia mafuta mtumishi wako Neema kwa nafasi uliyomwita, mafuta ya kumtenga, lakini mafuta ya kutumika katika eneo ambalo umemwita. Kwa mafuta haya Bwana, ninaomba ukafungue Bwana huduma iliyoko ndani yake, karama na vipawa, lakini nguvu ikawe juu yake kwa ajili ya kutumikia Bwana. Pokea mafuta haya katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tia mafuta Bwana ya kuwekwa wakfu kutumika kwenye eneo la msaidizi wa katibu mkuu wa kanisa, mtumishi wako Jacqueline Elias Kimei. Roho Mtakatifu, mafuta haya ninaomba kwa jina la Yesu Kristo yakamshe ile kiu na shauku ya kusimama Bwana na kuifanya kazi yako kwa uaminifu siku zote za maisha yake.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, kwa ajili ya mtumishi wako Zebadia Japhet Yasani, unamjua moyo wake. Ninamimina mafuta juu yake kama na wengine walivyomiminiwa mafuta. Mafuta haya Bwana ni kwa ajili ya kazi yako. Naomba Roho Mtakatifu kafungue mifumo yote ya ufahamu ambayo inastahili kutumika ili kulifanya kanisa lako kuwa na nguvu katika eneo lililomweka. Tumie kama upendavyo kwa karama na vipawa ambavyo Bwana umeweka ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja na kubariki, ninakutukuza na ninakusihi Bwana, wanapoinuka mahali hapa wakainuke na kutiwa nguvu na Roho wako Mtakatifu, na ile awamu ama awali isiwe kwao tena, bali wakawe watu wapya wenye nia moja na wenye nguvu ya kuifanya kazi yao, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi unapoinuka hapo, inuka katika hali mpya kabisa, na umeshawekwa magoti, na pokea mafuta yako, mafuta yako Bwana unayomimina juu yangu, unapomimina tu Bwana, nguvu zako zije juu yangu za kiutendaji. Bwana, yaliyo mapenzi yako na makusudi yako na maombi ya mtumishi wako juu yangu kupitia mafuta haya na neno lako, Bwana, nikachukue nafasi haraka mara moja katika jina la Yesu. Mariamu, kwa nafasi hiyo Bwana aliyokuchagua, ninakutia mafuta haya, ninamimina mafuta juu yako. Pokea hayo mafuta, pokea hayo mafuta, pokea hayo mafuta kwa nafasi ya mwenyekiti wa kanisa wa vijana. Yasinyamaze kimya milele, yasitulie kimya milele, yasikupe nafasi ya kushindwa kutumikia eneo ambalo Bwana amekuweka. Yulisi pia, mtumishi wa Mungu Yulisi, na kutia mafuta haya. Pokea hayo mafuta, pokea hayo mafuta, pokea hayo mafuta, pokea hayo mafuta, pokea hayo mafuta. Mwanangu, pokea hayo mafuta. Ni kwa utumishi uliotukuka, ni kwa utumishi ulio mwema, ni kwa utumishi ulio mwema. Nakwambia haya mafuta hayatanyamaza, haya mafuta hayatanyamaza, haya mafuta hayatanyamaza, usiku na mchana hayatanyamaza. Yatakukumbusha wajibu wako, yatakukumbusha wajibu wako, hayatakuacha ukapita njia zisizo sawa, yatakuongoza katika njia sahihi. Kila kilichoko ndani yako ambacho kilikuwa kimekufa kinafufuka, kinauishwa nguvu, kinapokea nguvu, kinapokea nguvu. Kila nira, kila kongwa la utumwa linakatika, linaharibika. Maisha yako yanakuwa mapya, maisha yako yanakuwa mapya. Utang'aa, utang'aa, utafanikiwa. Na mafuta ni kwa utumishi ambao Bwana ameuleta juu ya maisha yako, amekuamini. Yaneti, kwa nafasi ambayo Bwana amekuchagua kama mwonaji, lakini kama mhudumu, na kutia mafuta mwanangu. Mafuta haya yanakuweka wakfu, mafuta haya yanakuselekti kwenye nafasi. Yaneti, kama Mungu wangu aishivyo, siku zote za maisha yako mafuta haya hayatanyamaza, hayatanyamaza. Yatakulimiti, yatakukontrol, yatakusimamisha mbele za Bwana, yatakukumbusha wajibu wako, yanakwenda kufungua macho yako. Kila mshipa ama msuli uliokuwa umeziba, ambao ulikuwa unapitisha taarifa za Mungu juu ya maisha yako na maisha ya watu na kanisa, sasa uko wazi, manake nguvu za Mungu ziko juu yako. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Ilinda,
Bwana amekuita na kukuchagua na kutia mafuta. Pokea mafuta haya. Pokea mafuta haya. Haya mafuta ya kukumbusha. Haya mafuta ya kukumbusha. Haya mafuta ya kukumbusha majukumu yako. Majukumu yako. Unapokuwa ndani na unapokuwa nje. 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 Ukawe mfano, ukawe kielelezo kwa wengine kutumika mbele za Bwana. Pokea mafuta kwa nafasi ambayo Mungu amekuchagua. Elinora, macho ya moyo wako yatiwe nuru leo. Nakutia mafuta haya kwa utumishi ambao Bwana amekuita. Pokea mafuta haya. Pokea mafuta haya. Pokea mafuta haya. Hayatanyamaza. Hayatanyamaza usiku na mchana, asubuhi na jioni, 24 hours. Yatakukumbusha wajibu wako. Yatafungua uwezo wako wa kushuhudia na kuona katika ulimwengu wa roho. Hautakuwa mtu wa kawaida kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nakutia mafuta ya kuwekwa wakfu ama kutengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Hautabaki kuwa kawaida katika jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu Mary, mafuta haya yanakuhusubia na yamimina juu yako. Yapokee. Yapokee kwa imani na nguvu za Mungu za utendaji wa kazi yake kwa nafasi ambayo amekuchagua. Ziwe juu yako kuanzia sasa. Ziwe juu yako kuanzia sasa. Patano lako na Bwana likatiwe nguvu na mafuta ya kukumbusha juu ya kile ambacho Bwana amekusudia juu ya maisha yako katika nafasi hii. Katika jina la Yesu. Ukiwa ndani na ukiwa nje, mafuta haya yakafungue vipawa, karama, huduma zilizofungwa ndani yako kwa nafasi ambayo Bwana amekuchagua katika jina la Yesu. Esther, Bwana amekutia mafuta leo kuwa mtumishi wake kwa nafasi ya kuhudumu ndani ya kanisa kama utakapopewa maelekezo. Lakini pia Bwana anakutia mafuta ili macho yako yatiwe nuru, uanze kuona sawa sawa. Usione tena miti, usione watu kama miti inayokwenda, bali ukaanze kuona sawa sawa. Kaanze kuona sawa sawa kwa kazi hii Bwana aliyokuitia katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema hiyo. Pokea hiyo mafuta kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Tusimame. Napo nisaidia. Usiniache peke yangu. Roho Mtakatifu nikumbushe. Roho Mtakatifu niongoze katika jina la Yesu. Amen. Ndio kile kule kanisa, tupige Bwana Yesu makofi kwa ajili ya watumishi. Ninafaa. Umeona ninaweza. Ninakuahidi sitafanya tofauti na ulivyokusudia na ulivyonifikiria na ulivyoniona. Ninakuahidi Roho Mtakatifu ya kwamba nitakuwa mwaminifu kwa kile ambacho nimeelekezwa kama majukumu yangu. Rudia tena mbele za Bwana. Sema, Mungu wangu, nipo mbele zako. Napokea mafuta ya utumishi huu ambao Bwana umenichagua. Ninakuahidi mbele za malaika wako, mbele zako Bwana na mbele zako Roho Mtakatifu, nitakuwa mwaminifu katika eneo hili, katika nafasi hii. Nitatumika mbele zako kwa kadiri ya maelekezo ulionipa katika nafasi yangu, katika kulijenga kanisa hili, katika kulifanya kanisa hili kuwa na nguvu. Naomba nisaidie Roho Mtakatifu, maana siwezi kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu. Napokea ushahidi ama ushuhuda mbele za watu ya kwamba ni kweli mimi mwenyewe nilipiga magoti mbele zako Bwana na kuahidi haya niliyokuahidi. Napokea leo katika jina la Yesu.
Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtumishi wako Daniel Antonio Banda. Amepiga magoti mbele zako kwa uaminifu sana. Unaujua moyo wake Mungu, ni mtumishi wako, umemtia mafuta mengi, na leo anawekwa tena mengine kwa ajili ya kazi yako. Unajua kwa habari ya kile kilichoko ndani yake, na kusihi Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, Bwana, sawasawa na mapenzi yako, mtumishi wako Bwana yuko tayari kuwekwa wakfu kwa ajili ya kazi yako. Umemsikia ahadi yake mbele zako ya kwamba atakuwa mwaminifu. Basi ninaomba Bwana, kwa sababu ya ahadi yake mbele zako, niridhie Bwana, nimtie mafuta kwa nafasi ambayo Bwana umekusudia ndani ya kanisa lako. Kama ulivyosema utengewe Barnaba na Sauli, kama ambavyo Bwana ulimchagua Daudi ama Sauli kwa ajili ya kuwa mkubwa miongoni mwa wadogo, ili Bwana kusimamia kazi yako, ndivyo ambavyo Bwana na huyu naye ametoa maisha yake kwako. Naomba kupitia huduma hii ya sifa na kuabudu na kuliongoza kundi katika kukusifu wewe na kuabudu, yaguse maisha yake. Baba, ninakwenda kumimina mafuta juu yake. Haya mafuta yakafungue milango yote iliyofunga kwenye maisha yake, ambayo milango hiyo ingekuwa ni sababu ya yeye kuinuka na kuangaza katika huduma yake. Giza la kila namna likatoweke, akauona utukufu wako Bwana katika huduma yake, ile huduma ya unabii. Bwana, ninapokwenda kumimina mafuta haya, ikaimarike, ikaanze kung'aa, ikaanze kuinuka kwa viwango vingine. Neno la unabii, neno la maarifa na roho ya hekima vikaja juu yake kwa nguvu. Haya ni maombi yangu, ninamwombea mbele zako Mungu, na mimi ninatia mafuta katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea mafuta ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kazi ama majukumu aliyokuitia. Receive it now. Receive it now. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa huduma yako. Huduma yako inafunguliwa. Nasema karama na vipawa ndani yako vinafunguka. Macho ya moyo wako yanatiwa nuru kwa viwango vingine sasa. Hautaona kama miti, utaona watu sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Receive it. Pokea na pokea sasa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema na kuzidi katika jina la Yesu. Baba, asante, ninakushukuru. Baba, asante, ninakubariki. Baba, asante, ninakuinua. Si mimi, ni wewe Bwana unayefanya kwa ajili ya watu wako, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, nimeomba na kushukuru. Amen. Pigie Bwana makofi na vigelegele.